Ndugu zangu, kabla sijaendelea, naomba niwape salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Anawasalimu sana na anatutakia kila laheri katika maadhimisho haya. Lakini Mheshimiwa Rais anasema moja kati ya viapo vyake ni kulinda usalama wa nchi hii na raia zake. Na katika kufanya hivyo, upande mmoja anashirikiana na vikosi vya ulinzi kulinda nchi hii na mipaka yake iwe salama, tukae vizuri, tukae kwa amani. Lakini la pili ni hili la kunusuru mabadiliko ya tabia nchi kuleta athari kubwa kwa nchi yetu. Kwa sababu tutakapoyaachia mabadiliko ya tabia nchi yalete athari kwa nchi yetu, usalama wa nchi yetu na ustawi wa raia zetu utaweza kutetereka. Kwa hiyo moja ya kazi yake ni hii ambayo ofisi yake hii ya Makamu wa Rais tunaifanya kwa nguvu zote ili kumsaidia kulinda ustawi na usalama wa nchi hii, lakini na wananchi wake. Kwa nawasalimia sana, na sisi tunaomba tumhakikishie kwamba kwa upande huu tutatumia nguvu zetu, maarifa yetu na kila tulilojaliwa na Mungu kumsaidia kulinda ustawi wa raia na usalama wa nchi na raia zake. Ndugu zangu wananchi, pamoja na maadhimisho haya kufanyika kitaifa hapa Dar es Salaam, siku hii pia inaadhimishwa katika mikoa yote ya Tanzania kwa lengo la kuelimishana na kuhamasishana juu ya umuhimu wa kutunza na kuhifadhi mazingira yetu. Nitumie fursa hii kupongeza mkoa wa Dar es Salaam kwa kupewa heshima ya kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya kitaifa. Aidha, napenda kupongeza uongozi wa mkoa, wadau mbalimbali walioshiriki kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha maadhimisho haya. Lakini kwa nini Dar es Salaam? Mwezi wa 11 mwaka jana tulifanya mkutano na wadau wa mazingira hapa Dar es Salaam. Lakini tulipata fursa ya kuchambua jinsi mazingira yanavyoharibika Dar es Salaam. Na kwa bahati nzuri kuleta maonyesho haya Dar es Salaam, mkuu wa mkoa amesoma ile dhamira ya kuletewa maonyesho haya hapa. Na amesimama na kutoa ahadi zake hapa kwamba kuanzia sasa atapambana na uchafu katika jiji la Dar es Salaam. Sisi ofisi ya Makamu wa Rais tutakunga mkono kwenye hili. Ndugu zangu, nafahamu kuwa tangu tarehe 31 Juni kumekuwepo na shughuli zinazohusu utoaji elimu kuhusu hifadhi ya mazingira na shughuli mbalimbali zinazolenga hifadhi ya mazingira katika maeneo mbalimbali hapa Dar es Salaam na katika mikoa yote hapa nchini. Binafsi nimeshiriki katika kongamano la juu kuhusu mazingira na uchumi wa taifa lililoandaliwa kwa ushirikiano baina ofisi yangu ya Makamu wa Rais na ubalozi wa Sweden hapa nchini. Nichukue fursa hii kupongeza mikoa yote kwa kuadhimisha siku hii kwa kushiriki shughuli mbalimbali za kuhifadhi mazingira kwa vitendo. Ndugu wananchi, kama ambavyo tumeelezwa, mwaka huu maadhimisho haya kimataifa yanafanyika katika mji wa New Delhi nchini India. Kauli mbiu inayoongoza maadhimisho ya mwaka huu inasema Beat Plastic Pollution. Ujumbe huu unahimiza kupunguza uchafu wa mazingira kutokana na matumizi ya bidhaa za plastiki. Kitaifa, ujumbe unaongoza maadhimisho haya ni mkaa ni gharama, tumia nishati mbadala. Maudhui ya ujumbe huu yanalenga kuelimisha na kuhamasisha wananchi kutumia nishati mbadala ya mkaa au mbadala wa mkaa ili kunusuru misitu yetu inayoendelea kuteketea kutokana na matumizi ya mkaa na kuni pamoja na matumizi mengine. Ndugu zangu, kukata miti kuna hasara nyingi, na hasa kukata miti bila udhibiti kuna hasara nyingi. Ya kwanza ni kwamba tunapokata miti ovyo tunakimbiza viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu kukaa katika miti ile. Hivi sasa duniani inakisiwa kwamba aina ya viumbe wapatao 35,000 wapo katika hatari ya kupotea au kutoweka duniani.
Uharibifu wa makazi yao katika miti na vichaka mbalimbali ndio unaofanya wakose asili yao na waondoke hapa duniani. Lakini sababu ya pili ni kwamba kwa kiasi kikubwa wanadamu tunakosa matunda asilia. Ukiacha yale matunda tunayoyapanda, miembe, michungwa, michenza na mengine, kuna matunda asilia ambayo Mwenyezi Mungu aliumba miti akaja na hayo matunda. Hakuna mtu ambaye aliyapanda. Tunayakosa kwa kukata miti hii. Na pengine matunda haya ni chakula, lakini pia ni dawa kwa wanadamu. Lakini kwa sababu tunakata miti ovyo, tunakosa matunda haya. Hasara nyingine ni kwamba miti hii ni makazi ya wadudu wenye kazi mbalimbali. Kuna wadudu wenye kazi ya kuozesha tu bayoanuai kule kwenye msitu na kufanya ekolojia ifanye kazi yake. Lakini kuna wadudu wana kazi ya kuchukua maua kwenye mti mmoja na kupeleka mti mwingine na kufanya ekolojia ya uzazi wa miti iendelee. Tunapokata miti, wadudu hawa tunawakimbiza na hayo yanaacha kutokea. Ni ukweli kwamba matunda mengi ambayo tulikuwa tunayaona miaka ya 70, 80 mpaka 90 labda, wakati huu hayapo. Miti yote imekatwa, matunda hayapo, na tumebaki na matunda tuliyoyazoea ambayo wenyewe huwa tunayapanda. Lakini athari nyingine ni kwamba kuna tafiti ambazo zimefanywa kwingineko ulimwenguni, lakini hapa nataka niangalie utafiti uliofanyika kule Costa Rica unaosema kwamba, na hii inathibitisha ile kwamba tunapokata miti, wadudu wa kuchukua mbegu kwenye mti mmoja kupeleka mwingine huwa wanapotea. Costa Rica wamefanya utafiti na wameona kwamba zao la kahawa limeanguka kwa 20% kutokana na ukataji ovyo wa misitu. Lakini hasara nyingine ni kwamba misitu inatusaidia kunyonya joto au hewa ukaa. Sasa pasipokuwa na misitu, hewa ukaa hainyonywi na joto linazidi kupanda. Na wote tunashuhudia hali hiyo hapa kwetu Tanzania, bara la Afrika na kwingineko duniani. Kwa hasara zote hizo ni kutokana na kukatwa kwa misitu. Lakini misitu haioti juu tu, hata baharini kuna misitu. Mikoko ile ni misitu Mungu aliyoiumba baharini kwa kazi maalum. Lakini misitu ile tunaikata. Tunachokishuhudia sasa ni bahari kuingia maeneo ya makazi. Lakini pia kutokana na ukataji wa miti, bahari na yenyewe imepandisha kima chake, na sasa tunashuhudia uharibifu mkubwa wa maji ya chumvi kwenda kwenye maeneo ya makazi. Ndugu zangu, kwa ujumla, kukata misitu kinaondosha asili yetu, lakini inaleta umaskini na pia kukimbiza dawa muhimu kwa wanadamu. Kwa baada ya kuona hayo, ndipo dunia ikaona iadhimishe siku hii ya mazingira, ili tuweze kukumbushana na kujulishana hasara zinazotokana na kukatwa miti, lakini pia kuharibu mazingira. Na ndio maana Tanzania nasi tumejiunga katika siku hii kwa ajili hiyo hiyo. Lakini katika hatua nyingine, sisi Tanzania tulianzisha tunzo ya Mheshimiwa Rais ya kuwazawadia wale wote wanaotunza au wanaokuja na fikira na ubunifu wa kutunza mazingira. Tunzo hii huwa tunaitoa kila baada ya miaka miwili. Toka tumeingia awamu ya 5 hatujawahi kutoa tunzo hii, tunaitoa mwaka huu. Na itafuatiwa na ile ya mwaka 2020. Sasa tunzo hii ilikuwepo kabla, lakini kwa kiasi kikubwa tumeifanyia maboresho, na leo hii tumeweza kupata washindi wa tunzo hii kama walivyotajwa hapa na Mheshimiwa Waziri. Ndugu zangu, tunapoadhimisha siku ya mazingira duniani, hatuna budi kukumbushana kuchukua hatua za kuelimishana na kuhamasishana
ili kila mmoja wetu ashiriki katika juhudi za kuwa na uchumi unaozingatia hifadhi ya mazingira. Juhudi na ushiriki wa kila mmoja wetu utahitajika katika harakati za ujenzi wa uchumi wa viwanda ili hatimaye tuweze kufikia uchumi wa kipato cha kati ifikapo mwaka 2025. Aidha, maadhimisho haya yatumike kukuza uelewa wa jamii, kuchochea na kuongeza utashi wa kisiasa katika masuala ya hifadhi na usimamizi wa mazingira. Nataka nilirudie hili, utashi wa kisiasa katika kusimamia mazingira. Tumeona katika mikoa mingine wananchi kwa makusudi wanaingia katika mito, katika mabonde na maeneo mengine kuharibu mazingira. Lakini tunapotaka kuchukua hatua katika maeneo yale, waheshimiwa wabunge na wanasiasa wanasimama kutetea wananchi, pamoja na kwamba athari zinaonekana. Sasa madhumuni ya maadhimisho haya ni sote kwa pamoja kujua umuhimu wa mazingira. Tunajua kwamba mazingira yanaendana na maisha ya watu. Maisha ya watu yanategemea mazingira. Kwa hiyo wote tutunze mazingira ili maisha yaweze kuendelea. Leo hii kuna maeneo ambayo watu wameingia kwenye vyanzo vya maji. Vyanzo vimeharibika na kuna ukosefu wa maji. Lakini bado tunawatetea watu wale kubakia kwenye vyanzo vya maji. Hii si sawa. Na ndio maana tukasema lazima tuhakikishe kwamba kuna utashi wa kisiasa katika masuala ya hifadhi na usimamizi wa mazingira. Maadhimisho haya pia yawe ni fursa kwetu kutafakari juu ya mchango wa kila sekta na kila mmoja wetu na namna bora kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza ili kuweka mkakati thabiti wa kupambana na kutatua changamoto hizi. Ndugu wananchi, changamoto za uharibifu wa mazingira zipo katika maeneo mengi hapa nchini, na ni pamoja na uharibifu au ukataji wa miti ovyo na uharibifu wa misitu, lakini pia uharibifu wa ardhi na anuwai tulioumbiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini pia uharibifu wa mazingira unakwenda kwenye kuharibu vyanzo vya maji na kupunguza ubora wa maji yanayotumika na wanadamu. Lakini pia kubwa zaidi, tunaharibu mifumo ekolojia. Kama mmewahi kusikia, mwaka jana na mapema mwaka huu tulikuwa tunashughulika sana na ekolojia ya mto Ruaha, na tumeshughulika na ekolojia ile kwa sababu ukichukua mwanzo wa mito inayoingiza maji mto Ruaha mpaka mwisho kuingia kwenye mbuga ya wanyama, ekolojia ile iliharibika kabisa. Kukuwa na upungufu wa maji, mbuga hazina maji, wanyama wanakufa na kiu, miti kwenye mbuga haioti vizuri. Lakini baada ya kuchukua hatua kupunguza sababu zinazoharibu ekolojia ile, sasa mfumo wa ekolojia ya mto Ruaha unaanza kurudi polepole katika hali yake ya zamani. Na ushahidi ni kwamba hata kina cha maji kule kwenye mbuga, lakini pia pale kwenye bwawa la Mtera limeonyesha dalili za maji kuongezeka kwa sababu tumechukua hatua ya kuzuia uharibifu wa mazingira katika ekolojia ile. Hii ni kuonesha kwamba ekolojia moja haiendi tu kwenye mtiririko mmoja, lakini una mambo mengi yanayotegemeana. Kwa tunapoharibu mazingira yetu, tunaharibu maisha yetu. Changamoto hizi kama nilivyosema zina athari kubwa katika juhudi za maendeleo katika sekta mbalimbali za kiuchumi, zikiwemo sekta za kilimo, uvuvi, mifugo, utalii, afya, lakini pia miundombinu tunayoijenga. Hivyo ni muhimu tuchukue hatua stahiki za kutunza, kuhifadhi mazingira na kutumia rasilimali zetu kwa njia endelevu ili kuepukana na athari za uharibifu wa mazingira. Ndugu zangu, sisi serikali tumeweka sera, sheria na mikakati pamoja na miongozo katika kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira nchini. Ni muhimu kwa viongozi wa ngazi zote tukaongeza nguvu katika utekelezaji wa sera, sheria, mikakati
na miongozo hiyo katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Ni muhimu pia mipango ya maendeleo katika ngazi zote izingatie masuala ya hifadhi ya mazingira ili nchi yetu iwe na maendeleo endelevu. Ndugu zangu, mapambano dhidi ya uharibifu wa mazingira si kazi ya serikali peke yake, na ndio maana leo waziri amesema hapa, wadau wa mazingira wanaokereketwa na mazingira leo tumefanya nao kazi kwa pamoja na serikali, na tumeweza kufanikisha wiki yote hii ya maadhimisho ya mazingira hapa nchini. Hii ni kuthibitisha kwamba serikali peke yake haitaweza kutunza mazingira ya nchi hii. Kazi yetu ni kuandaa mazingira yanayowezesha wadau wengine, sekta binafsi, viongozi wa dini, jumuiya za kiraia, wananchi kwa ujumla, wote tushirikiane katika kutunza mazingira yetu au kufanya kazi ya kurekebisha mazingira yetu pale ambapo yalishaharibika. Aidha, ipo haja ya kuwa na mikakati ya kudumu ili kuhakikisha kuwa shughuli za kiuchumi na za kijamii haziathiri mazingira yetu. Ningependa sote kwa pamoja tushirikiane katika juhudi za kupambana na uharibifu wa mazingira, ikiwa ni pamoja na kufanya yafuatayo: kuhifadhi ardhi na kupanda miti kama tulivyoelekeza kwamba kila mkoa unatakiwa upande miti 1,500,000 kwa mwaka. Sasa kazi hii, kuna mikoa inofanya hii kazi kikweli kweli, lakini kuna mikoa inofanya hii kazi kijanja janja. Sasa maafisa wetu mazingira mikoa na wilaya itabidi wawajibike kikamilifu kuhakikisha kwamba kazi hii inafanywa ipasavyo. Lakini pia tuweze kuhifadhi vyanzo vya maji, milima na misitu ya asili. Vile vile tudhibiti uchafuzi wa mazingira katika maeneo ya makazi na viwandani, na huku nako tuna kazi kubwa ya kufanya. Wenye viwanda wamekuwa waharibifu wakubwa wa mazingira, kwa hiyo nao tutawaweka katika mikakati ili nao washiriki na watambue mikakati yetu tulionayo katika kutunza mazingira yetu, na hivyo washiriki kikamilifu. Lakini pia kuna suala la ujenzi wa matumizi ya vyoo bora, nalo pia ni suala la mazingira, kwa sababu ukiacha suala la ujenzi wa vyoo bora, kinachofuata ni maradhi ambayo yanaumiza watu wetu na nguvu kazi yetu inakuwa haina afya bora. Lengine ni kudhibiti kudhibiti kilimo na uchimbaji madini usioendelevu, lakini pia kuendeleza tafiti zinazoweka hifadhi ya hali ya mazingira na mbinu za kukabiliana na uharibifu wa mazingira nchini. Ndugu wananchi, kazi ya kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa hifadhi ya mazingira inahitaji ushirikiano wa wadau wote kwa ngazi zote. Nitoe wito kwa vyombo vya habari, taasisi zote za serikali na asasi za kiraia kushirikiana katika hili. Watendaji wote katika ngazi zote hatuna budi kushirikiana katika kutekeleza kwa ukamilifu sheria na kanuni za hifadhi ya mazingira. Tukifanya hivyo, tutapunguza kwa kiasi kikubwa uharibifu wa mazingira hapa nchini. Aidha, kuwepo na mipango ya matumizi bora ya ardhi katika ngazi zote, mikakati bora ya kudhibiti uvuvi haramu na uvunaji holela wa misitu na ufugaji usioendelevu upigwe vita kwa kiasi kikubwa. Wizara na taasisi husika kwa kushirikiana na jamii yote ziendeleze mafanikio yaliyokwisha patikana kwa kusimamisha ipasavyo utekelezaji au kusimamia ipasavyo utekelezaji wa mikakati, mipango, sheria na kanuni tulizojiwekea. Na hapa nataka niongee kidogo
Leo asubuhi tulifanya kazi ya uzinduzi wa ukuta pale barabara ya Barack Obama. Ukuta ule umejengwa kwa nia ya kuizuia bahari kuendelea kula ardhi yetu, nayo ni changamoto itokanayo na mabadiliko ya tabia nchi. Baada ya kuzindua ukuta ule, tutaukabidhi kwa jiji la Dar es Salaam. Ni matumaini yetu kwamba wananchi wote mtakao kwenda kupumzika katika maeneo yale, mtatumia maeneo yale mkiangalia kwa umakini kabisa kuhifadhi mazingira ya eneo lile. Wito wa dunia mwaka huu ni kupunguza matumizi na uchafu wa plastiki. Kwa hiyo mnapokwenda pale, mjitahidi kwa kiasi kikubwa kuto kutumia mifuko ya plastiki na kuiacha iende baharini. Lakini pia tuangalie utunzaji wa miundombinu iliyowekwa pale, ili ukuta ule iwe kivutio na kituo muhimu cha mapumziko kwa wana Dar es Salaam, lakini pia uweze kuingiza mapato kwa jiji letu la Dar es Salaam. Kwa ndugu zangu, wito wangu kwenu, tumesema katika wiki hii ya mazingira, moto au slogan nyingine tunayoitumia, kauli mbiu nyingine tunayotumia ni tunze ni kutunze. Kwa naomba sana, tunzeni maeneo ambayo tunayafanyia marekebisho ya mazingira, lakini pia tunzeni maeneo muhimu ya mazingira ili na yenyewe yaweze kututunza maishani katika kizazi hichi tulicho nacho, lakini pia kizazi kijacho. Ndugu wananchi, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwakumbusha jambo moja muhimu sana katika kufanikisha suala zima la uhifadhi na utunzaji wa mazingira yetu. Ili tufanikiwe, ni lazima tuifanye kila siku iwe siku ya mazingira hapa nchini kwetu. Tusingojee tarehe 5 mwezi wa 6. Kila siku iwe ni siku ya mazingira. Amesema hapa mkuu wa mkoa, tuanze na Dar es Salaam ambalo litakuwa ni jiji la biashara. Sisi wanasiasa tunahama, tumeelekea zetu Dodoma, lakini Dar es Salaam itabakia kwa jiji la biashara, itabakia kwa jiji la utalii. Ni muhimu kuhakikisha Dar es Salaam inakuwa safi. Kama tulivyo wenyewe, basi na mji wetu uonekane hivyo. Kila siku tuifanye iwe siku ya mazingira. Kila mmoja awajibike pale alipo.